kuendelea kuishi chini ya mamlaka ya neno. Kadiri unavyojitiisha katika neno, ndivyo unavyozidi kutembea katika ufahamu wa Bwana wake, ili utukufu wake udhihiri katika maisha yako kwa kiwango kinachoongezeka kila wakati. Umesikia hii mtumishi? Yaani, ukitaka kukua kutoka utukufu mpaka utukufu, neema mpaka neema, ushindi mpaka ushindi, ubora mpaka ubora, lazima ujikite katika hili neno la neema yake mtumishi. Uendelee kuishi chini ya mamlaka hili neno. Uendelee kujitiisha hapo. Na unavyozidi kufanya hivyo, tembea katika ufahamu wa Bwana wake, utukufu unazidi kuongezeka ndani yako. You continue to grow in glory. Yaani unazidi kung'aa. Ndio ile andiko linalosema safari ya mtu mwenye haki kama siku inayopambazuka, iking'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Shona siku inavyopambazuka, jua linavyoanza kuchomoza ile saa 12, mwanga unaanza kuingia, na unavozidi siku inavyozidi kuendelea, ulimwengu unazidi kuwa mkali na mkali na mkali. Na ndio hivyo, kwa utukufu wako unaongezeka tena na tena na tena mpaka mchana mkamilifu, sio mpaka jioni. No, uendelea mpaka mchana mkamilifu mtumishi. Black turu moso brakedi boso. Auanze kwenye nuru kaisha gizani. Hiyo sio safari yako mtumishi. At the peak, pale waliko bora na nzuri, tunakuwa tuko katika ulimwengu. Grave gen kete le borobosa. Twende Kolosai sura ya 3 mstari wa 16, andiko la kwanza. Kolosai sura ya 3 mstari wa 16, andiko linasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo na tenza rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Nasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Ni wajibu wako neno la Mungu likae ndani yako. Ni wewe lazima ufanye juhudi za makusudi thabiti za kudhamiria ili kulijaza neno la Kristo ndani yako. Yes, mkifundishana kama ambavyo tunafundishana hapa, tukionyana kama ambavyo tunaonyana hapa, kwa zaburi, kwa nyimbo, kwa tenza rohoni. Kwa lazima uwekeze kwenye neno mtumishi. Lazima ufanye uamuzi. Kuna ratiba kusoma Biblia kila siku hapa. Kitabu cha wasoma Agano la Kale na Agano Jipya kila siku. Je, umekuwa ukifuatisha ratiba au umekuwa busy na mambo mengi sana? Lazima uweke juhudi. Sasa mtumishi, ujue ratiba yangu ni ngumu sana. Mtumishi, tajiri na maskini wote wana masaa 24. Unatumiaje masaa yako? Hiyo ndio tofauti. Wote tuna masaa 24. Hamna ambaye masaa 25. Lakini lazima uweke juhudi, lazima uweke mpango, lazima uweke kipaumbele. Lazima uwekeze kwenye mambo ambayo yatajenga maisha yako na kuleta katika utukufu na ushindi. Lazima uchague ni kitu gani unasikiliza kila siku. Kuanzia asubuhi mpaka jioni unasikiliza nini? Unatazama nini? Kwenye runinga unatazama nini? Kwenye simu yako unatazama nini? Unawekezaje neno la Mungu ndani yako? Itajalisha. Kumbuka, Mungu aliakiwi mtumishi. Unachopanda ndio unachovuna. Okay? Ukipanda neno la Mungu utavuna neno la Mungu, utavuna ushindi, ubora, ukuu, utukufu. Ukipanda tofauti. Twende tusome katika waraka ya Yakobo sura ya 1 mstari wa 21 hapo mpaka 25. Yeye anasema, kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lilopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Neno lile lilopandwa ndani, liwezalo kuokoa roho zenu. Vitu vingine vyote ambavyo vifai viweke mbali mtumishi. Sio vya kwako. Kila aina ubaya, kila aina fikra ambayo haifai, iweke pembeni. Ruhusu neno la Mungu lichakate fikra yako na mtazamo wako. Uwaze sahihi. Tumekufundisha hapa namna ya kutafakari neno. Unaliwaza, hiyo ni hatua ya kwanza. Unachukua ile andiko, unaliwaza kwenye akili yako, kwenye fikra yako, bila kuongea chochote, lakini unawaza ndani. Akili yako, mtazamo wako umeweka kwenye hilo neno. Hatua ya pili, unalimumunya. Ni kama vile unanongoneza ile neno. Umeshalichakata kwenye akili ndani, alafu unaanza kama vile unalimumunya huko nje. Kama vile unanongoneza. Unasema, bwana ndiye mchungaji wangu, sasa nikiwa na kitu.
yeye aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Lakini unaongea kwa taratibu, kwa sauti ya chini kabisa. Kwa hiyo kwenye akili yako unajiambia, mimi ni kichwa na wala sio mkia. Mimi niko juu tu na wala sio chini. Neno hilo. Kile napokwenda Bwana amenipa. Uzima wake unafanya kazi ndani yangu. Sasa hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu ni unalitamka, unalinguruma, unaroa. Unalitamka kwa sauti kabisa kule nje. Ni kwamba kama vile fukuto limeshapanda ndani kabisa, limeshajaa mdomoni, sasa hizo unaliachilia kama vile una shoot, kama vile unarusha mishale ya neno. Sasa hiyo lazima uifanye, ni juhudi ya makusudi ya kudhamiria. Na sura 22 inasema, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu aliyejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini analitazama, nasema aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Yani ukitazama sheria kamilifu ya Bwana, ambayo neno lake, ambayo ni kama vile kioo, ukakaa pale, ndio hiyo kutafakari mtumishi. Ukatazama, kwa sababu ukienda kwenye kioo kujiangalia, unajiona wewe. Kwa hiyo ukija kwenye neno la Mungu, ambalo pia neno la Mungu linaeleza kama kioo, unajiona wewe mwenyewe pale kwenye kile kioo. Unaona picha ya namna unapaswa kuwa, mwenendo ambao unapaswa kuwa nao, tabia ambayo unapaswa kuwa nao, hulka ambayo unapaswa kuwa nayo, afya njema na bora ambayo unapaswa kuwa nayo. Unaiona kwenye neno. Sasa unavyoendelea kukaa na kutazama lile neno, kuliwaza, kulifikiri, unafananishwa na hiyo sura, na hiyo picha, hilo neno, unalandana. Soma katika kitabu, Paul anasema unakuwa metamorphosed. Yani ni kama vile unabadilishwa, unalandana na hili neno unalotazama pale. Unafanana na ile picha ya kile unachokiona. Sababu hiyo ndio picha yako halisi. Umezaliwa kwa neno mtumishi, unaishi kwa neno. Kwa hiyo unavukuja kwenye neno, ndio linakupa uhalisi wako wewe ni nani na unapaswa kuenendaje na kufikirije na kuwazaje. Kwa kile unavyoliangalia neno unapata picha yako halisi. Kwa kama ulikuwa umejisahau, ukirudi kwenye neno unagundua, kumbe mimi niko hivi. Ndio maana lazima neno likae kwa wingi ndani yako mtumishi, ili usijisahau. Haya. Fanya ukiri pamoja na mimi.